nielekeze kwamba mpaka hiyo tarehe iliyoko kwenye mkataba ambayo ni Mei 2026 stendi hii iwe imekamilika, na mnaohusika hatutahitaji kuongeza extension hapa, kwa sababu tunataka kipindi hicho ikishakamilika, maana yake hata watu waanze kuzoea kuondoka kule mjini kuja huku. Mimi kama mheshimiwa waziri wa wizara hii sitapenda kusikia kwamba mmeomba extension. Tuna muda, hakikisheni kwamba mnaimaliza. Mmeanza Mei, mmeniambia mwaka huu, na sasa hivi ni miezi almost 6. Kwa hiyo tuna miezi 6 mbele ambayo imebaki. Kwa hiyo jitahidi angalau ndani ya miezi hiyo 6 tuweze kufanya kazi. Ninafahamu mmeniambia kwamba mradi huu unatakiwa package zote zinatakiwa kuisha Mei mwaka 2026. Ninyi wote mnafahamu kwamba mwaka 2027 tuna AFCON na Arusha ni moja ya maeneo ambayo michezo ile itakuja kufanyika hapa. Stendi kama hii itatusaidia sana kuondoa foleni ambazo zipo kule mjini. Kule kutakuwa na watu wanapita, watu ni wengi waliokuja wa kimataifa kutoka maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunahitaji ile foleni kule iliyopo mjini iondoke, na ili iondoke maana yake tuwe tumemaliza hii stendi. Kwa hiyo oneni namna miradi hii inavyotakiwa kuwa fungamanishi. Huu utasaidia kazi inayofanyika kule ya uwanja, lakini huu utasaidia pia kuondoa ile concentration ya watu kule mjini. Tuna miradi Mheshimiwa Rasi ya namna hii kwenye miji kwa sasa hivi, kwenye miji 27 ambayo kazi za namna hii zinaendelea. Kuna wengine wako mbele, kuna wengine wako nyuma sana. Sasa nielekeze kitu kingine hapa kwamba wale wote ambao mkataba wao umeisha wamepewa extension wakatwe liquidated damage bila kuona huruma, kwa sababu sisi tumewalipa na wamekuja kufanya kazi, hawakufanya kwa muda wao wanaotakiwa kufanya. Kwa hiyo kama hamjaanza, hii natoa wito kwa kazi zote zinazoendelea, kama kuna mkandarasi ambaye ameomba extension, muda wa mkataba umeisha na ameomba extension, hiyo extension aendelee kukatwa liquidated damage. Hii itasaidia sana pia kufanya hizi kazi ziende kwa uharaka. Kwa niaba yao mimi nimepokea maelekezo yako na maelekezo yako ndo sahihi, na sisi tutafanyia kazi. Asante sana. Na nabeba dhamana hiyo. Nimpigieni makofi, amebeba dhamana kubwa hii. Kwa niaba ya wote. Yeah. Na unajua mtu anayebeba dhamana ni kama faru sasa aliyejeruhiwa. Kwa hiyo nitasimamia kwa nguvu zote kuhakikisha miradi hii inakamilika. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, ni wazi kwamba miradi hii ni muhimu, ni mikubwa kwa mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo nikuhakikishie tu kwamba sisi tuko hapa, tutaendelea kusimamia kile ambacho umetuelekeza kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati.